Habarini za jioni, poleni na majukumu ya kujenga taifa letu. Leo kwa mara nyingine tena tumekuiteni kwa ajili ya jambo muhimu au lile ambalo tumelikusudia ambalo ni muhimu katika taifa letu. Kwa majina, kwa wale wasionifahamu, Sadiki Godigodi ni mwenyekiti wa Tanzania Peace Foundation. Kulia kwangu ninaye Bwana Mdoe, yeye ni mwenyekiti wa Tanzania Peace Foundation mkoa wa Mwanza. Ndugu wanahabari, tumekuteni kwa ajili ya kuzungumzia kile ambacho kimejiri katika siku ya jana ya sikukuu ya Sabasaba, sikukuu ya wafanyabiashara. Jambo hili kwa tukio lilikuwa jana la sikukuu, holiday hii tunaizungumzia kwamba ni moja katika sikukuu ambazo zina historia katika nchi yetu, lakini pia Watanzania hufurahia kufanya matukio mengi ya kibiashara, lakini pia kwenda kwenye maonesho katika siku hiyo muhimu ambayo ilikuwa ni jana. Lakini kulikuwa na sintofahamu ya wale ambao waliokuwa wakidhani ya kwamba kutakuwa na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa maandamano ama vurugu. Kile tunasema hakikutokea, lakini nitumie fursa hii, na kwa nini tumewaita katika nafasi hii, nini ambacho tunataka kuzungumza. Maana yake ni kwamba tunachotaka kusema ni kwamba tunapongeza hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa na Watanzania. Watanzania wamekuwa wasikivu katika wito ambao umekuwa ukitolewa na mamlaka zetu mbalimbali za taifa letu, mamlaka za ulinzi na usalama na mamlaka zile za kisera, kwa maana viongozi wetu kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia nafasi hii tuitumie ama niitumie kuwapongeza makundi mbalimbali ya bodaboda, niwapongeze makundi mbalimbali ya mamalishe, niwapongeze makundi mbalimbali ya vijana, niwapongeze makundi mbalimbali ya kina mama. Wameweza kutumia fursa hii ya usikivu ya kusema kwamba sisi si katika hao ambao tunataka kufanya vurugu. Sisi ni wasikivu katika taifa letu. Sisi tumeweza kuitikia wito, lakini tumesema hapana. Wale ambao tunaendelea na shughuli zetu, tuendelee na shughuli zetu za kujitafutia riziki ama kujitafutia kipato. Wale ambao waliona ni siku ya kupumzika, kwenda kwenye maonesho ya siku ya Sabasaba, walitoka wakaenda kwenye maonesho hayo. Lakini yale ambao walikuwa wanategemea, wale ambao ni washawishi, wale ambao wana dhamira mbaya na taifa letu, dhamira yao Mwenyezi Mungu aliikataa. Dhamira yao Mungu ameikataa, kwamba dhamira hiyo sio dhamira njema, na ndiyo maana Watanzania 100% wamekataa hicho ambacho walichokuwa wamekidhamiria kwa nia mbaya kabisa. Hivyo basi, nafasi hii ni ya kuendelea kusema na Watanzania kwamba Watanzania mnastahili pongezi za hali ya juu kwa kukataa wito batili, wito ambao haupo kisheria, wito ambao umepingwa katika kila kona, wito ambao hata sisi pia tuliukataa kwa sababu haukuwa katika nia ambayo ni njema. Kama nia ingekuwa ni njema, basi tungeiona toka awali, na kwa sababu nia sio njema, ndiyo maana hata mwitiko wa wale ambao walidhani ya kwamba watawaitikia haikuwa hivyo. Dhamira ya vurugu haikutokea, na nitumie nafasi hii kwa nia ya dhati kabisa kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa kweli vimefanya kazi ya kutukuka, kazi ambayo sisi wananchi tunasema ongereni. Hata kama jambo hili ni wajibu wenu kulitimiza, lakini tunapaswa sisi kama Watanzania tutoe pongezi, kwa maana mmetimiza wajibu wenu, lakini mmekwenda mbali zaidi kwa kuonesha namna jeshi letu lilivyo mahiri katika kulinda usalama katika taifa hili. Kongole jeshi la polisi. Lakini nafasi hii tumeanza kuwapongeza Watanzania ambao wao ndio wenye nchi, wao ndio ambao wenye uwezo wa kusema yes, na wao ndio wenye uwezo wa kusema no. Na kwa siku ya jana wao walisema no, tuendelee na majukumu mengine, kwa maana ya kwamba wanajitambua
la pili, vijana walikuwa wanalengwa kwa kiwango kikubwa sana, kwamba wao ndio wangehamasika kuingia katika vurugu, wao ndio wangehamasika kuingia katika kuharibu miundombinu ya nchi yetu ambayo imejengwa kwa gharama kubwa sana. Vijana hao wameitikia na wamesema hapana, hatuwezi kuwa chanzo cha mikono yetu kulitikisa taifa letu, hatuwezi kuwa chanzo cha kuharibu miundombinu yetu, hatuwezi kuwa chanzo cha kuondoa amani ya taifa letu, hatuwezi kuwa chanzo cha kuondoa umoja katika taifa letu. Hao ni vijana ambao wanastahili pongezi, na hii ndio ishara ambayo inaonyesha kwamba vijana wako pamoja na taifa lao, wako pamoja na viongozi wao. Hii ni dhamira njema kabisa na ni dhamira ya dhati kabisa, si kwa uoga, si kwa nini kama wanavyosema watu wengine. Ni dhamira njema ya taifa lao, ni dhamira njema ya kulipenda taifa lao, si katika dhamira mbaya ya kulichukia taifa lao, si katika dhamira mbaya ya kupokea mapokeo mabaya kutoka katika vyanzo ambavyo viko nje ya taifa letu, vyanzo ambavyo havina dhamira njema na taifa letu. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii pia kuwapongeza vijana, kwa maana ya kwamba wametimiza wajibu wao wa kulilinda taifa hili. Maana ni kwamba wametimiza kile ambacho Watanzania na viongozi wazalendo waliona dalili njema ya vijana kutimiza wajibu huu. Kwa hiyo tunasema ni kwamba vijana tuendelee na hali hii ya kuhimiza umoja katika taifa letu, la kuhimiza amani, utulivu, mshikamano katika taifa letu. Vijana ndiyo nguzo imara kabisa katika taifa letu la Tanzania, na kama jana wameweza kuonesha ishara njema vijana, basi hii ni ishara ambayo ni ya kulilinda taifa letu kupitia mkono wa vijana. Vijana wamekuwa ni sehemu muhimu kabisa katika taifa letu, na sisi tunasema ni kwamba nia hii ya dhati kabisa katika siku ya leo ya kuwapongeza vijana ni nia ya dhati kabisa, kwa maana wao wamekuwa katika sehemu ya kulilinda taifa letu. Lakini pia tumetumia nafasi hii kupongeza makundi mbalimbali ya vijana, makundi mbalimbali ya ujasiriamali ambayo yamekuwa muhimili muhimu katika taifa letu. Makundi mbalimbali hayo wakiwemo bodaboda, wakiwemo mamalishe na makundi mengine ambayo yamekuwa ni sehemu ya kulijenga taifa letu kiuchumi, imekuwa ni sehemu ya kuchakata kutafuta maisha yao, imekuwa ni sehemu ya kujikuza kiuchumi. Makundi haya yamekataa dhamira mbaya, yamekataa wito mbaya wa kulichafua taifa letu. Kwa hiyo dhamira ya makundi haya tunasema ni lazima na ni muhimu kupongezwa, maana wamefanya wajibu wao, wametenda haki katika taifa lao na wameonyesha uzalendo uliotukuka katika taifa lao. Niseme mara mwisho, niseme maneno ya mwisho kwamba nafasi hii ni nafasi muhimu sana. Tunapenda tutumie nafasi mbili ama tatu. Sehemu ya kwanza kabisa ni sehemu ya kuendelea kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hasa jeshi la polisi. Wamekuwa ni sehemu muhimu sana eneo la intelijensia kubaini vyanzo mbalimbali vya uvunjifu wa amani, vyanzo mbalimbali ambavyo vimekuwa viashiria vibaya vya kuharibu taifa letu katika mazingira ya tulivu tuliokuwa nayo. Tunapongeza jeshi la polisi katika eneo hilo, lakini pia kwa sababu wamebaini dhamira mbaya na wao wameonyesha umadhubuti na ukubwa wa jeshi letu, Watanzania wamekuwa ni sehemu ya kuwaitikia viongozi wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kwa maana imekuwa vikitolewa wito mbalimbali juu ya vijana, juu ya makundi mbalimbali kuelekea katika njia sahihi zilizonyoka katika kufata utaratibu wa kujitafutia riziki zao, na kweli wito huo umeitikiwa. Dhamira hii, njia hii inapaswa tuiendeleze sisi wa Tanzania. Tunapaswa tuwahimize vijana kuiendeleza njia hii ya kuwaitikia viongozi wetu pale ambapo wanapotoa wito wa kulijenga taifa letu. Hakuna wito batili katika kulisimamia taifa hili. Hakuna wito batili wa kulijenga taifa letu hili katika lengo la umoja na mshikamano. Hakuna wito wa namna hiyo ambao unaweza ukawa batili.
Ni sawa na mtu ambaye anakuja au anataka kuiangamiza nyumba yenu. Mtu huyo hawezi kukubalika. Kama wewe ni mtu unayeishi katika nyumba hiyo inayotaka kuangamizwa, inayotaka kubomolewa, wewe ambao unaishi katika nyumba hiyo, unatakiwa uwe wa kwanza kabisa kukabiliana na yule ambaye anataka kuibomoa nyumba yako. Mfano huu ni sawa kwa wale watu wa pwani, ni sawa na nyinyi. Tumepanda jahazi moja, anatokea mtu mmoja katika abiria, anashika tindo, anataka kutoboa jahazi lile. Ni wazi kabisa kama tukimwangalia kwa maana ya kutoboa, kwa sababu tu anatoboa eneo lake, tutakuwa ni watu ambao hatuna dhamira njema na jahazi lile au safari ile. Ili tuwe na dhamira njema na safari yetu tufike salama, ni lazima tumnyang'anye tindo yule ambaye anataka kutoboa jahazi lile. Kwa maana tukimwachia atoboe lile jahazi litazama. Likizama hatozama yeye peke yake, tutazama sote. Tukizama wote, tutakuwa tumefika safari yetu, tutakuwa hatujafika safari yetu salama. Kwa hiyo dhamira hii tunasema ni kwamba lazima tuzuie. Sisi ni Watanzania na sisi ni sehemu ya kulilinda taifa hili. Mtu anaweza akatokea, wewe kama nani unazungumza? Swali hilo kabla hajajibiwa lazima na yeye aulizwe, yeye ni kama nani anauliza swali hilo. Sisi tunasema katika dhamira ya kulijenga taifa letu, kujenga umoja wa taifa letu. Leo Watanzania wa hali ya chini hawawezi kupata riziki zao kwa kujifungia ndani. Ni lazima watoke ndio waweze kupata riziki zao za kila siku. Tumetofautiana maisha. Kuna watu wanataka kuchanganya kwamba kutofautiana na maisha ni jambo la kawaida duniani. Leo watu wanatolea mifano katika nchi zilizoendelea. Huwezi ukatolea mifano katika nchi zilizoendelea na ukapata nchi ambayo wananchi wake wote wako katika level moja ya maisha. Hakuna taifa hilo. Hakuna taifa hilo. Hata hao mababa wanaojiita mababa wa demokrasia hawana hiyo. Bado kuna wananchi maskini na hali zao ni za chini kabisa. Na ndio maana wanafanya mabadiliko kila itoyo leo ya kiuchaguzi. Kwa maana wanataka mabadiliko ya sera. Kwa hiyo hakuna nchi ambalo wananchi wake wanafanana maisha dunia nzima, hakuna. Watuoneshe hawa ambao wanasema wanaodai kupigania haki. Unawezaje kupigania haki alafu ukaiacha amani? Hiyo haki iko ndani ya amani. Mfumo mzima wa amani uko ndani ya amani. Na amani lazima waelewe watu ni neno mtambuka. Limekamata, limeshikilia mambo mengi ambayo ni muhimu, ni muktadha muhimu katika taifa hili. Kwa hiyo leo hatuwezi sisi tukakaa kimya tukaliacha taifa letu linabomolewa na watu wachache ambao wawili watatu wamekaa nje ya nchi wanaseti ajenda zao, na sisi wa Tanzania bila kuelewa tukae tuzishikilie, tuziamini ajenda zao, tuzipokee ajenda zao. Hatuwezi kukubaliana na hilo. Lazima tukatae ajenda za namna hiyo. Ajenda za kuzibomoa taifa hatuwezi kukubaliana nalo. Kwa nini hatuwezi kukubaliana nalo? Kwa sababu tunaona dhamira njema ya viongozi wetu. Dhamira wanayo njema, na ndio maana wakaweka platform nzuri. Zimewekwa platform ambazo kila ambaye anaona ya kwamba anatija, ana jambo ambalo anaweza katoa malalamiko yake, basi platform hiyo ipo. Wakimbilie katika platform hizo. Kuna maeneo labda kuna unyimwaji wa haki, ziko mamlaka husika, wakimbilie katika mamlaka hizo. Lakini lazima tusimame imara kama Watanzania katika kusemea taifa letu. Ukiondoa viongozi kama ambao tunasimamia taasisi zetu, tunasimamia maslahi ya vijana wetu, lazima tutoke tuseme rai zetu, maoni yetu juu ya hawa ambao wana dhamira njema katika taifa hili. Niseme jambo moja, tunaposema kuwapongeza vijana, tunaposema kuwapongeza makundi ya bodaboda, tunaonesha na tunawaonesha kwamba vijana makundi ya bodaboda wameonesha uzalendo wa hali ya juu sana. Hili lazima tulipokee na lazima wapongezwe. Narudia tena, wameonesha uzalendo wa hali ya juu. Na ndugu zangu wazalendo wa Tanzania ambao mnajitafutia riziki zenu kama wasafirishaji,
basi tumieni fursa hizi, tumieni nafasi hizi katika kulijenga taifa lenu. Vijana ambao mko katika mahangaiko ya maeneo mbalimbali ya kujitafutia riziki, basi simameni, ingieni katika kulijenga taifa lenu, maana kulijenga taifa katika dhamira njema ya kizalendo ndiyo nia nzuri na njema ya mafanikio katika kujitafutia riziki zako. Hebu niambie, kama taifa hili tutaingia katika maeneo ambayo ya kulichafua, kuchafuka taifa hili, nani ambaye anaweza akatoka nyumbani kwake kwenda kumbeba abiria? Nani ambaye atatoka nyumbani kwake kwenda kupika chakula ili mjenzi wa nyumba ale chakula hicho, nikiwa na maana ya mamalishe? Hakuna. Wote tutajifungia ndani. Lakini jambo ambalo tunasisitiza ni kwamba wito ni lazima uitikiwe, na kama wito lazima uitikiwe, ndio maana unaona baada ya kuitikiwa wito huo, furaha imetujaa na dhamira njema ya kizalendo imetujaa kwa kupongeza vijana wetu wa bodaboda na makundi mbalimbali ya ujasiriamali, mamalishe, kwa eneo ambalo wamelitendea haki eneo hili. Na ndio maana tukaona wale ambao walikuwa na shughuli zao waliendelea na shughuli zao, wale ambao waliona watumie fursa hiyo kupumzika, maana ilikuwa ni holiday jana, tena holiday nzuri ya biashara, ya wafanyabiashara. Na kweli wafanyabiashara wametumia fursa hiyo, waliokwenda kwenye maonesho wamekwenda, na tumeona katika vyombo mbalimbali vya habari wamekwenda kufanya manunuzi mbalimbali. Wale ambao waliamua kupumzika nyumbani waliamua kupumzika nyumbani, lakini wakati huo kazi ya kila siku, manake watu wanashangaa kwamba kwa nini vyombo vya ulinzi na usalama viko barabarani. Hii ni mambo ya kawaida. Kufanya ulinzi, kama kunakuwa na katishio kokote kale, ni lazima vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo viko kwa mujibu wa sheria viwajibike. Kwa hiyo viliwajibika, na ndio maana tunasema sisi kama Watanzania tunawapongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuwajibika vizuri. Na huu utaratibu, mimi nasema ni vyema ukiendelea utaratibu huu. Vyema utaratibu ukiendelea, maana utahamasisha na utazidi kujenga tunu ya umoja na mshikamano katika taifa letu. Utazidi kulijenga taifa hili katika mwenendo wa amani. Utazidi kulijenga taifa hili katika maeneo ambayo vijana wanaamini ukimuona askari ni adui. Hapana, lazima tuoneshe ushirikiano kama tulioonesha jana, na huu ushirikiano uendelee. Mashirikiano haya na vyombo vyetu vya ulinzi na mamlaka husika ambazo zipo kihalali, ziko kimamlaka, basi ushirikiano huu uendelee. Tuutoe ushirikiano huu pia kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hasa jeshi letu la polisi. Itatufaa sana katika kulijenga taifa letu hili katika umoja na mshikamano. Mwisho kabisa, nitumie nafasi hii pia kuvipongeza vyombo vyetu vya habari. Vimekuwa na wajibu mkubwa sana kuzunguka katika kila kona ya nchi hii kuonesha namna Watanzania wanavyosherehekea sikukuu ya Sabasaba. Wamefanya kazi kubwa sana, niwapongeze vyombo vyote vya habari ambao wamewajibika kizalendo, na huu ndio uzalendo. Uzalendo sio kubomoa nyumba yako, uzalendo ni kujenga nyumba yako. Hakuna nyumba ambayo haina msukosuko. Unapotokea msukosuko ni kujenga, kwa maana ya kukaa mezani na kuzungumza. Mnapokaa mezani na kuzungumza, ndipo mnaweza kuijenga nchi yenu au kuijenga nyumba yenu ambayo ni imara katika maeneo yenu. Kwa nafasi hii pia tuendelee kutoa wito kwa vijana wazalendo wa Kitanzania kuendelea kushikamana, kuonesha mshikamano huu ambao tumeuonesha katika masiku yote, lakini jana tumeuonesha mshikamano zaidi, kwamba taifa letu tunalipenda. Tutaendelea na sherehe zetu, tutaendelea kujenga umoja wa taifa letu, na tutaendelea kufanya mashirikiano na vyombo vyetu vya mamlaka husika. Lakini pia niseme jambo moja, pale inapotokea jambo, kusema na vijana, kusema na Watanzania, basi hatutokuwa nyuma kusimama na kusema, kwa sababu huo ni wajibu wetu. Wengine wanaweza wakauliza kwa nini waseme, kwa nini wao ndio wanasema, lakini unajiuliza kwa nini wale ambao wanahamasisha taifa letu lipotoke liingie katika mazingira ya kuchafuka, kwa nini wao wanapewa nafasi? Kwa nini wao wanasema? Iweje leo alaumiwe
Mzalendo kwa upande wangu, nikijaribu kujibu hilo swali kabla ya swali la pili, kwenye eneo la ukomavu, kwamba hawa wanaharakati kusema kutangaza kama walivyoanza awali 9 Disemba, baada ya Oktoba ile wakafanya 9 Disemba pakawa kimya, lakini wakaja pia Christmas nayo ikapita, wakataka kujaribu siku za katikati, lakini wakapitiliza, wakaja hii 77 wenyewe wanaita 77. Hii baada ya kushindwa kwa 9 Disemba na kushindwa Christmas. Mliona 9 Disemba viongozi walitoka, sisi tulitoka kama viongozi wa mataasisi, nikiwa kama mwenyekiti wa Amani tulitoka tukazungumza, lakini pia Christmas walitoka viongozi, tukatoka viongozi wa maeneo mbalimbali tukakemea hili, lakini pia hii ya jana ya 77 pia walitoka viongozi na wakakemea jambo hili. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba viongozi wanasikilizwa. Watanzania wameamua kuwasikiliza viongozi, wameamua kuwasikiliza viongozi wao, kusimama na utulivu, kusimama na amani ya taifa lao. Hii ndio tafsiri yake. Lakini ukisema habari ya kwamba itakuwaje pressure, tutamudu vipi pressure, hili ni jambo la kawaida. Watu wanalaumu sijui kuna budget, sijui kuna nini, ni jambo la kawaida. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, mamlaka zetu kutumia kila iitwayo rasilimali ya nchi hii kuililinda taifa hili la Tanzania ili liwe salama, kwa sababu ndio zawadi pekee, ndio tunu pekee tulioachiwa na wazee wetu, akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa hili, lakini pia upande wa Zanzibar baba yetu Sheikh Abedi Amani Karume. Huu ndio urithi waliotuachia, kwa hiyo tutauenzi kwa gharama yoyote ile. Hii ndio tafsiri yake, kwamba viongozi wetu wapo, lakini pia wazalendo wa taifa hili pia tupo. Tutaendelea kutoa mwongozo, maelekezo kwa Watanzania, kutoa maoni yetu kwa Watanzania na kuwaeleza kwamba amani ni muhimu kuliko jambo lingine lolote lile. Lakini pia njia ya kukaa mezani na kuzungumza ndio njia sahihi. Wajifunze kwa mataifa mengine, watapata majibu yaliyo sahihi. Lakini kama vichwa vyao ni vibovu, basi wataendelea kuongelea ujinga wa namna hiyo, kwamba baada ya kushindwa Oktoba 77 basi wataandaa tena. Hiyo tunasubiri pia. Tutaendelea, sisi tuko tayari, Watanzania milioni 60 kulilinda taifa hili kwa njia ya amani na utulivu, kuhimizana sisi kwa sisi Watanzania kulinda amani ya taifa hili. Na hii ndiyo maana unaona Watanzania ni wasikivu, wako pamoja na viongozi wao kulinda amani ya taifa hili. Ndio maana walipojaribu 9 Disemba wakakwama, wakajaribu Christmas wakakwama, wamejaribu 77 jana wamekwama pia. Na hata hiyo wanaokuja sijui, nimeona hatutaki kusema, lakini pia watakwama, kwa sababu Mungu yuko pamoja na Watanzania. Mungu yuko pamoja na kiongozi wa taifa hili. Mungu yuko pamoja na raia namba 1 wa taifa hili. Asante. Tumesikia pia wakiwa wanafanya harakati zao kama alivyotangulia awali, anasema kwamba matamko yataendelea kuzidi kuendelea, na tumeona baadhi ya wanaharakati wengine wanarudi kwamba kama wanakubali kile kitu ambacho wanakifanya serikali. Na mimi vipi kama hawa watu ambao walikuwa wanawashawishi watu mpaka ikatokea Oktoba 29 leo wanajitokeza wanasema wapo upande wa serikali na wanasema waishi hapa? Ili unawashauri vipi kama serikali na vyombo vya ulinzi? Kwenye eneo hilo, kwa wale ambao wanazidi kupata elimu ya umuhimu wa amani, maana hii ni elimu, lazima watu wapewe. Wengine hawajui umuhimu wa amani wa taifa hili. Kwa hiyo tunapoendelea kutoa elimu ya namna hii, wanaongezeka wale ambao walikuwa kwenye mkumbo, wanatoka kule wanakuja na wao wanasema kweli upo umuhimu wa amani na kuienzi amani na kulilinda taifa letu kwa njia ya utulivu. Maana yake ni kwamba kama wanazidi kuelewa, sisi tunachoweza kushauri kwamba tuendelee kushikamana kama Watanzania,
lakini tuendelee kuwahasa makundi mbalimbali ambayo yako ndani ya taifa hili, kwa sababu wale ambao wako nje ya nchi sisi tutazidi kupuuza yale ambayo wanayafanya kwa sababu hayana msingi kwa taifa letu, lakini sisi tutadili na Watanzania wazalendo, Watanzania wenzetu, tutadili nao namna gani? Tutaendelea kusema kwamba taifa letu ni muhimu kuliko hao waliokuwepo nje. Taifa letu lina umuhimu, amani ya nchi hii ina umuhimu. Ndio maana tunayahimiza makundi mbalimbali, vijana mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitafutia riziki zao kwa njia ya hali ya kawaida katika taifa hili, mabodaboda, mama ntilie, wajasiriamali mbalimbali, kwamba waendelee kuenzi utulivu kama walivyoonesha siku chache zilizopita na jana yake ya Sabasaba waliotaka kufanya vurugu, lakini wameonesha mshikamano na viongozi wao, wameonesha mshikamano na Watanzania wenzao, kwamba tupuuze mambo haya, tuendelee na shughuli zetu za kila siku kama kawaida. Tumeona jana tamko limetolewa na Rais wa Zanzibar kwamba taarifa imetoka rasmi kwamba maridhiano yanaenda kufanyika kati ya Chama cha Mapinduzi pamoja na ACT Wazalendo, na moja kati ya hoja kubwa ambayo ilikuwa inazungumzwa na inaleta mijadala na mpaka watu wengine wakasema ilipelekea Oktoba 29 kikatokea kile kitu ni swala la katiba. Lazima yaanze maridhiano then ije katiba. Watu wa hii unashauri vipi vyama vingine na watu wengine wenye imani potofu kuhusu maridhiano dhidi ya serikali? Nadhani kwa swali hilo sisi tuwapongeze wenzetu wa Zanzibar kwa sababu tayari utaratibu wao unafahamika. Ni utaratibu ambao wanao kila baada ya uchaguzi. Hiyo tuwapongeze na tutaendelea tu kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa hatua ambazo anaendelea kuchukua. Sisi kwetu tunazidi kusema kwamba meza ya maridhiano tayari iko mezani mbele ya kiongozi namba 1 wa taifa hili. Maridhiano yapo, ila kila jambo lina utaratibu wake. Platform tayari imewekwa kwa viongozi na wazalendo mbalimbali wa Tanzania mbalimbali kushiriki katika meza ya kuitetea taifa lake. Haiwezekani kama wewe unaweza kupata platform hiyo ya kuifanyia dhamira mbaya taifa lako, basi wapo wazalendo ambao wanaweza kulifanyia mema taifa hili, na sisi tupo kwa ajili hiyo. Sio leo, tuko leo, kesho, hata kesho kutwa tutakuwa tayari kulisemea taifa letu. Nitumie nafasi hii kwa masaa muda mchache tuliotumia huu ni washukuru wanahabari, lakini pia msichoke katika kutafuta habari za kulijenga taifa hili. Na washukuruni wa Tanzania, na washukuruni wanadini wote, na washukuruni makabila yote kwa kujenga mshikamano huu. Lakini pia nizishukuru taasisi zote ambazo zimekuwa zikijenga uzalendo wa taifa hili. Lakini pia tutumie nafasi hii pia kushukuru viongozi wetu ambao wako katika mamlaka husika. Niwapongeze kwa kazi nzuri ambazo wanazifanya. Lakini pongezi ziendelee kwenda kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, pamoja hasa jeshi letu la polisi ambao limekuwa likihaha huku na huku katika kujenga usalama, utulivu katika taifa letu. Asanteni na kushukuruni sana, na Mungu awabariki sana. Zaidi ya hapo, huwezi ukafanya maridhiano kama hakuna amani. Ndio maana tunaanza kusisitiza amani, huku kunakuja baadaye. Hauwezi ukafanya maridhiano tayari huku damu ya mtu inamwagika. Hakuna maridhiano ya namna hiyo. Tuanze hivi kwa maana ya kuonesha kwamba tumeweza kustahimili na tunaweza kuhimili vishindo. Ndio maana hakuna taifa linalofanana na Tanzania katika eneo la amani na utulivu na demokrasia. Hakuna. Nawashukuruni sana, nadhani hakuna maswali ya ziada. Na kutakieni kila laheri na Mungu awabariki sana. Tanzania ni moja, basi tuilinde nchi yetu. Asanteni kwa kunisikiliza.